ambazo tunatarajia kwamba tuzipokee mwisho leo. Wengine walileta siku ya Jumatano na wengine siku ile ile, lakini wengine Ijumaa, na wengine wanaendelea kuwakilisha asubuhi ya leo. Niungane na kiongozi kama upo na una bahasha yako ili kuwawezesha watu wa Mungu kwa chakula. Siku hizi hatuna wazungu, naona hata watumishi wa Mungu wako hapa. Hawa ndio wazungu wenyewe waliobaki. Sema amen. Mwambie jirani yako wewe ni mzungu pia. Damu ni moja tu na Mungu wetu ni mmoja. Sema amen. Kwa hiyo usijidharau sana, unaweza kufanya mambo makubwa sana, si ndio? Kwa niwaombe kwa wale wageni ambao yakini umefika na unapenda kushiriki baraka pia hizi ambazo watu wa Mungu watashiriki baadaye. Pengine hukuwepo. Kuna mtu mmoja aliniambia siku ya Ijumaa kwamba sikuwepo, kwa mimi natamani, na tulimpatia bahasha na bila shaka atakuwa amewasilisha. Upo hapa napenda kuungana na wengine pata baraka hizo. Unaweza kumuona Jairus yuko wapi, lakini Timotheo yuko pale. Watakupatia bahasha hizo kama unahitaji, na Mungu atakubariki sana 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 sana. Lakini wewe pia ambao umekuja nayo, tafadhali waone wale wahusika. Lakini kwa maongozi yako na kwa uwezo wako atafanya yale uliyomtuma. Ninaomba ukaonekane, ukalihudumie kanisa lako ambalo Mungu lilinunua kwa damu ya thamani. Asante kwa sababu damu yako ni damu isiyolinganishwa na damu ya mafahali ya wanyama. Ni damu pekee ambayo ituoshayo dhambi zote. Asante kwa sababu inanena mema. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akamtumie mtumishi wako kama upendavyo, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. 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 Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barikiwe sana. Amen. Mungu ni mwema sana. Tunamshukuru Mungu kuwepo hapa mahali ambapo Mungu ametuandalia siku ya leo. Tunaamini si mipango yetu wala si kwa akili yetu. Sijawahi kufikiri kama siku moja nitakuwa maeneo ya huku. Mungu ni wa ajabu sana. Anayajua majira na nyakati zake. Yaani lini atakutanisha watu wake yeye ndo anajua. Na kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Nisipende kupoteza muda kwa sababu tayari mengi tumeshafanya, utambulisho ulishafanyika, na twende moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujafungua neno letu la kwanza, natamani tuwe na maswali yafuatayo ambayo mwisho wa siku ya leo tutakuwa na majibu yake. Natamani kila mtu baada ya session zote za leo uwe umeondoka hapa ukiwa na majibu ya maswali haya. Amen. Amen. Andika hapa. Watoto tulivu. Haleluya. Maswali ya msingi baada ya somo la leo ambayo tunatakiwa tuwe na majibu yake. Swali la kwanza. Mimi ni nani? Hilo swali la kwanza. Hakikisha baada ya ibada ya leo ukitoka hapo wewe unajua halisi wewe ni nani. Swali la pili. Asili yangu ni ipi? Mimi na asili gani? La tatu. Je, ninaishi kwa mitazamo upi? Swali la nne. Asili yangu sasa ni ipi? Utambulisho wangu ni upi? Swali jingine. Ninaongozwa na nini? Vitu gani vinavyoongoza maisha yangu? Swali jingine ambalo ni swali la sita. Ni kitu gani kinachoendesha maisha yangu? Naongozwa na vitu gani? Vitu gani vinavyo drive maisha yangu? Swali la saba. Je, ninalifahamu kusudi la Mungu maishani mwangu? Swali la 8. Kama nimelijua kusudi la Mungu, ninaliishi? Swali la 9. Ni kitu gani kimenifanya au kitu gani kimekufanya usilione kusudi la Mungu katika maisha yako?
Baada ya kumaliza hapo utajua kwamba kuna vitu fulani vilikuzuia usiweze kuliona kusudi la Mungu. Kwa hiyo je, hivyo vitu ni vitu gani? Na mwisho wa siku ina maana inabidi hivyo vitu utabidi uviweke wapi? Pembeni, ili uende na kusudi la Mungu. Na swali la mwisho ambalo ni swali la 10. Je, umekubali kuwa tofauti ili utimize kusudi la Mungu? Amen. Haya ni maswali ambayo natamani baada ya session ya leo hii, baada ya ibada ya leo, kila mtu atoke hapa akiwa na majibu. Maana yake tunataka tuache kuishi maisha ya mazoea. Tunataka tuache kuishi maisha ya kuiga. Tunataka tuache kuishi maisha ya kupretend, Waingereza wanasema. Tunataka tuishi maisha halisi ambayo Mungu amefanyaje? Ametupatia. Kwa hiyo, je, katika maswali haya yote, je, utatoka hapa ukiwa na kitu halisi na kesho ukija hapa utakuwa mtu tofauti? Itategemeana sasa na usikivu wako. Natamani sana watu waandike kile ambacho tutakuwa tunakisema, tutakacho share ambacho Mungu atataka kutufundisha siku ya leo. Amen. Basi neno letu la kwanza tufungue kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 19. Naomba nisome haraka. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Viumbe vyote. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Mstari unaofuatia anasema, kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa na uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu hili liko wazi kabisa kwamba iko hoja mbele yetu. Neno la Mungu linatuambia kwamba viumbe vyote, all creations, viumbe vyote vinasubiria kwa shauku kubwa sana kufunuliwa kwetu sisi. Je, jiulize swali. Mimi nijiulize swali na wewe jiulize swali. Vinasubiria mimi kufunuliwa kitu gani? Maana yake Mwanzo, ukisoma Mwanzo sura ya 1 yote uumbaji ule Mungu alivyokuwa anafanya, alisema vitu vyote vilikuwa ni vyema na vya kufanyaje? Vya kupendeza. Kama vitu vyote vilikuwa ni vyema na vya kupendeza, ni nini kilitokea hapa katikati mpaka vingine vikawa si vyema na vikawa si vya kufanyaje? Si vya kupendeza. Unagundua kwamba lilitokea anguko la mwanadamu. Mwanadamu alipoteza asili ile ambayo alipewa na Mungu. Ule utambulisho ambao Mungu alimpatia, mwanadamu alipoteza. Kwenye sura ya 3 pale unamwona Eva anadanganywa na shetani, anaenda anakula tunda, anamshawishi na mume wake Adamu pia anakula nini? Anakula lile tunda ambalo alizuiliwa na Mungu asiweze kulia. Matokeo yake ni nini sasa? Mwanadamu anapoteza ile asili, anapoteza ile image, ile character ya Mungu, ile sifa ya Mungu ambayo ilikuwa inafanana na Mungu. Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Si sura hii mnaiona ya huu mwili, sio sura hii. Mungu ni nini jamani? Mungu ni roho. Mungu ni roho. Kwa hiyo sisi, Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, alikuwa anamaanisha kwamba alitufanya sisi katika roho, sisi tunafanana na nani? Na Mungu. Ukiangalia neno la Mungu linathibitisha haya maandiko vizuri sana. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6, Biblia inasema, mstari wa ngapi? Anasema aliyeungana na kahaba amekuwa mwili mmoja naye, lakini aliyeungana na Bwana amekuwa roho moja naye. Kwa hiyo maana yake nini? Sisi tunapoungana na Kristo tunafanyika kuwa roho moja na nani? Na Kristo. Maana yake tunakuwa na image ile ambayo Adamu alifanyaje? Aliipoteza. Sasa hicho ndicho ambacho unatakiwa kujua kwamba mimi natakiwa kurudi kwenye hali halisi ambayo Mungu aliniumbia mwanzo. Mungu aliniumbia nikiwa nafanana naye. Kama Mungu ni roho na mimi ni roho. Kwa kitu cha kwanza Mungu alimpa mtu, alisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Yaani kwa sura ya Mungu
alitufanya sisi. Maana tulikuwa tunafanana naye kila kitu. Ndio maana Adamu alikuwa akimuumba, Mungu akiumba mnyama, Adamu anampa jina. Si ndivyo? Anampa jina. Mungu anaumba, Adamu anafanyaje? Anamalizia. Maana tulikuwa tunafanana na Mungu. Adamu alikuwa anafanana na Mungu. Adamu alikuwa asikii njaa. Adamu alikuwa pambani kupambania maisha, alikuwa hangaika na chochote. Maana nini? Alikuwa anaishi kwenye utimilifu. Alikuwa anaishi kwenye hali ya kufanana na Mungu. Lilipotokea anguko, Adamu anatoka, anakimbia. Anakimbia nini? Haya, ameshaondoka kwenye ile asili ya Mungu. Amen. Adamu ameshaondoka kwenye asili ya nani? Ya Mungu. Anapoteza utambulisho. Ambao huo utambulisho ambao ndio kigezo kikubwa cha somo letu la leo, kwamba tunatafuta mtu mmoja ajue utambulisho wake ili arudi kwenye sehemu yake, maisha yaweze kufanyaje? Yaweze kuendelea mbele. Amen. Mwambie mwenzako aliyoko jirani yako, mwambie leo lazima ujue wewe ni nani. Na usipojua leo wewe ni nani, shughuli kweli kweli. Tumshangilie Bwana. Haleluya. Haleluya. Tunaitafuta asili yetu. Asili yetu ni nyepesi sana. Adamu alivyoasi, tukabaki na asili ya Adamu. Tukabaki na asili ya uharibifu, tukabaki na asili ya dhambi. Tuliokuwa Wakatoliki tulifundishwa kwamba tukibatizwa tunaondolewa dhambi ya nini? Ya asili. Mnakumbuka? Waliokuwa Wakatoliki, najua Wakatoliki tuko wengi. Mimi nimesoma seminari kabisa, nilikuwa niwe padri. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilikuwa niwe padri jamani. Bwana asifiwe. Lakini kwa neema ya Mungu nimeokoka na mpenda Yesu. Tumechukua asili ya Adam, asili ya uharibifu, asili ya kufa. Tulichukua wapi? Tulivyozaliwa na wazazi wetu, tayari tumeibeba ile asili ya Adam, asili ya mwilini, asili ya kufa, asili ya dhambi, asili ya uharibifu. Adamu akaanza kuugua, Adamu akaanza kuchakaa, Adamu akaanza kuzeeka. Tunaambiwa Adamu aliishi, lakini Mungu alisema ukila tunda lile la mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utafanyaje? Utakufa. Adamu alikufa. Kumbe unajifunza hapo, unapata swali moja kwamba inawezekana mtu akawa anatembea lakini ni mtu mfu. Ule ufu unaotoka wapi? Ili mtu asiwe mfu tena, inabidi huyo mtu azaliwe mara ya ngapi? Ya pili. Nadhani hapa naongea na watu waliozaliwa mara ya pili. Si ndio? Kama hujazaliwa mara ya pili, leo ni fursa kuu sana kwako leo. Mchungaji yuko hapa kumpa Yesu maisha ili usiendelee kuishi maisha ya kufa, maisha ya udhaifu, maisha ya uharibifu. Utaniambia ninayapataje hayo? Ulivyozaliwa na baba yako na mama yako, tayari ulikuwa na asili ya nani? Ya Adamu. Biblia inasema waziwazi, Wakorintho wa kwanza sura ya 15, kuanzia mstari wa 45, anasema kama tulivyochukua asili yake yule wa mwilini, yule wa udongo, sawa? Ndivyo tunavyochukua na asili yake yule wa wapi? Wa mbinguni. Nakana ile andiko alijulikana. Hebu tulifungue. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Kuanzia mstari wa 45. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Tuanzie mstari wa 45. Naomba mimi nianze kusoma haraka. Haleluya. Neno linasema, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Na Adamu wa kwanza na kuna Adamu wa pili. Adamu wa kwanza ni nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Mstari wa 46. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Unatangulia wa asili, alafu baadaye unafuata ule wa nini? Wa roho. Maanake tulizaliwa katika miili yetu, tumezaliwa na wazazi wetu, sisi tumepata asili ya Adam. Kwa hiyo tuko katika asili ya Adam katika mwili. Lakini katika roho tunapozaliwa mara ya pili, sasa ndio tunachukua ile asili ya mbinguni ambayo ni ya nani? Ya Kristo. Mstari unaofuatia anasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, na mtu wa pili atoka mbinguni. Anasema kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa nini? Wa udongo.
na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walio wapi? Wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Siongei na watu wa udongo hapa. Naomba tuelewane. Uliyezaliwa mara ya pili, wewe huko kwenye asili ya udongo tena. Wewe una asili ya wapi? Ya mbinguni. Ndio utambulisho ambao nataka nikwambie leo, utambulisho wako. Maana yake tuna shida kidogo. Tunadhani kwamba unaweza ukaishi maisha ya huku na unaweza ukaishi maisha ya wapi? Ya huku. Lakini wewe ni roho. Wewe ni roho. Yaani una asili ya Kristo. Ni Kristo anaishi wapi? Ndani yako. Maana yake wewe una hali ya mbinguni. Huna hali ya duniani tena. Una hali ya mbinguni. Kama una hali ya mbinguni, maana yake maisha yako ni aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Huo utambulisho lazima utazame mara mbili. Maana yake neno la Mungu ni kioo kwako. Kile kinachosema neno ndio wewe. Amen. Yesu anasema kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 63, anasema hivi. Maneno haya ni waambiayo. Anasema kwanza, roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Anasema, na maneno haya ni waambiayo, ni roho tena ni uzima. Amen. Kwa neno la Mungu nalo lisikia ni roho ambayo inaingia wapi? Ndani yako wewe. Inabeba asili ya mbinguni. Inakuambia wewe ni nani. Neno la Mungu linaposema kwenye Efeso sura ya 1 mstari wa 3 kwamba umebarikiwa kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Haambiwi mtu mwingine, unaambiwa wewe, mtu wa ndani, mtu wa asili ya rohoni. Amen. Sio kila mtu anaambiwa, ni yule ambaye ana asili ya wapi? Ya rohoni, ambaye ni ana asili ya mbinguni, ambaye ana asili ya Kristo. Kwa hiyo leo nataka nikutambulishe kwamba wewe una utambulisho wa Kristo. Utambulisho wetu katika Kristo. Yesu Kristo alikuja kututoa kwenye uharibifu, alikuja kututoa kwenye dhambi, alikuja kututoa kwenye umauti, ndio kukombolewa huko. Umeondolewa kule, sasa umepewa asili mpya ambaye ni asili ya mbinguni, ambaye ni asili ya Mungu mwenyewe, ambaye ni asili ya Kristo, ambaye alikuja kutuhamisha kutoka kwenye uharibifu akatuingiza kwenye nuru yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa utambulisho wa wapi? Wa mbinguni. Ukisoma Wagalatia sura ya 4, sasa tumepewa roho ya wana iliaye Aba, yani baba. Kwa sisi kwa sababu tumefanyika wana, sisi sio warithi, sio watumwa tena, bali tumekuwa warithi pamoja na nani? Na Kristo. Amen. Amen. Tuna asili ya wapi? Ya mbinguni, ambaye si asili ya hapa. Sasa tutazame mambo ambayo yanatufanya sasa tunaishi maisha ambayo si yetu. Unaona? Leo hii ukiuliza hapo watu, ukimuuliza una utambulisho wa mbinguni? Ndio. Umezaliwa mara ya pili? Ndio. Lakini angalia maisha yake. Mambo gani ambayo yanasukuma maisha yako, yanakufanya wewe usiutazame ule utambulisho wako? Yako mengi sana. Ngoja niwatajie baadhi. Jambo la kwanza, watu wengi tunaishi kwenye mashimo tunaishi kwenye shimo la kuzuiliwa. Nisemeje? Hatuna uhuru kwa sababu ya uoga, hofu, mashaka ambaye yamejengeka kwenye maisha yetu. Ni ongo au ni kweli? Hapa tunaambiwa kuna wave 3 inakuja. Si ndio? Corona. Sidhani uoga unapimwa kwenye vitu gani? Tunaambiwa corona wave 3 imeingia. Si ndio? Kulikuwa tuna corona wave 2 sijui. Ilikuwa kuna corona wave 1, si ndio? Awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu. Wewe unasikia nini? Unaposikia vitu hatarishi kama hivyo hapa, wewe unavitazama kama watu wengine wanapovitazama au wewe unavitazama kwa mitazamo mingine? Unatazama kwenye mtazamo ambao wewe unashinda vile vishindavyo ulimwengu. Wewe unatazama hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaishi kwa hofu jamani, tunaishi kwa mashaka. Utambulisho wetu umekaa wapi? Ikitokea fursa yoyote ya kiuchumi, nasikia hiyo bwana, hiyo ni ya watu wa aina fulani. Hiyo mchungaji. Hiyo ni ya watu fulani. Mimi bwana, sisi unajua sisi wapi huko wanaitwaje? Sisi watu wa Kongoe huko Mbagala huko, nani atatukumbuka bana? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una asili ya mbinguni. Na sio mimi ninayesema, neno la Mungu ndio linakutambulisha wewe. Haleluya. Kwa nini uishi kwa hofu? Kwa nini uishi kwa mashaka? Kwa nini usijiamini? Yesu Kristo amekupa utambulisho wake. Wewe bado unaishi maisha ya Kongowe. Haleluya. Ukiambiwa kesho kuna kongamano la vijana linafanyika Posta, unatafakari mara mbili.
hivi mimi naweza nikaenda posta? Unaanza kuangalia nina nguo mpya, nina viatu vipya, nina nini? Unaanza kuangalia vitu ambavyo vitakurudisha nyuma. Unaona? Hofu, mashaka vinakufanya usiweze kufanyaje? Kulitazama lile, utazama ule utambulisho wako kwamba mimi nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Aliandikiwa nani haya maneno? Haya ni maneno yako mwenyewe. Bwana sifiwe. Tuna shida nyingine kubwa sana. Ambalo ni nini? Tunaishi kwenye gereza la maumivu, la machungu, la kutokusamehe mambo ya zamani ambayo yameshapita kwenye maisha yetu. Matokeo yake sasa, wokovu wa Kristo unakuwa kama ni bure kwako. Watu wengi wameokolewa, tena wameokolewa kwa neema. Biblia inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia nini? Ya imani. Si kipawa chetu, sio kazi yetu, ni kipawa cha nani? Ni kazi ya Mungu. Ili mtu asije kafanyaje? Akajisifu. Bwana asifiwe. Mtu asije kafanyaje? Akajisifu. Sasa kama umeokolewa kwa neema, wewe unaishi unajua baba yangu mimi hakunilea vizuri, ndio maana unaniona hapa nahangaika na ungaunga na maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni gereza, litakufanya uchelewe sana kwenda kwenye utambulisho wako, wakati Mungu anasema nilimtoa mwanangu kwa ajili yako. Haleluya. Yesu Kristo alikuja duniani ili sisi tuokolewe katika na alishakufa. Na uzuri hichi kitu jamani kilishafanyika miaka 2000 iliyopita. Kuna mtu alikuwepo kutoka miaka 2000 iliyopita? Kama kuna mzee ambaye alikuwepo miaka 2000 iliyopita nyanyue mkono. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata huyu. Mimi sisemagi kabla tujazaliwa, nasemaga sio kabla tujazaliwa. Kabla sijawe kuwepo, Mungu alishanifikiria. Haleluya. Mungu alitufikiria kabla ya kuumba misingi ya nini? Ya ulimwengu. Akatuweka kwenye mfumo wake anaotaka yeye. Akamsema wakati ulipofika, utimilifu wakati ulipofika, Galatia sura ya 4 mstari wa 4. Anasema utimilifu wakati ulipofika, alimtuma mwanae ili aje afe kwa ajili yetu sisi ambao tulikuwa kwenye vifungo, tulikuwa kwenye maumivu makali, tulikuwa kwenye machungu ya maisha, tulikuwa tumefungwa na vifungo mbalimbali, ili tusiendelee kufungwa tena, tutoke kwenye vifungo vile tuingie kwenye njia yake ambayo yeye ametuitia. Haleluya. Lakini tazama, kuna mtu leo hapa hajamsamehe baba yake, hajamsamehe mama yake, hajamsamehe ndugu yake. Basi zaidi anaishi kwenye hofu na mashaka sana, kwa sababu mambo anayafanya hayamsogezi mbele, kwa sababu uchungu umejaa ndani yake. Unaona? Kwa hiyo hicho ni kitu kibaya sana. Hakikisha kwamba hicho unakiachilia siku ya leo, ili uweze kuthibitisha ule utambulisho wa Kristo ulioko mbele yako. No. Kitu kingine ambacho kinatuzuia tusiweze kuona ule utambulisho wa Kristo kwenye maisha yetu, tumesema hofu, tumesema nini? Kutokusamehe. Si ndio? Hofu na kutokusamehe. Na uchungu. Machungu ni mengi sana yamejaa kwenye maisha yetu. No. Kingine ambacho kinatufanya tusiweze kuona utambulisho wetu katika Kristo, tusiweze kuliona kusudi la Mungu kwenye maisha yetu, tunaishi kwa kuangalia watu wengine wanafanya nini. Unaishi sababu umeona kuna gari na unataka uwe na gari. Sawa. Hata kama si wakati wake. Kuna mtu ana maisha aina fulani na unataka uige uwe na maisha aina hiyo. No. Unaishi kwa kutazama vitu. Leo umenunua simu aina hii, kesho umetoka model nyingine, unakimbia na kununua simu tena nyingine, kwa sababu unakuta zimaliza model haziwezi kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inakuwa motive sasa inakufanya wewe unaishi kwa sababu ya vitu. Yaani kila ukiona kitu unakuwa mtu akutapanya sasa. Hiyo ni roho ambayo haiwezi kukufanya ukathibitisha, ukadhihirisha ule utambulisho wako katika Kristo. Kwa sababu Kristo anakupa utambulisho ulio halisi ambao utatazama lile kusudi lake ambalo liko wapi? Liko ndani. Unajua kila mtu ameumbwa kwa kusudi na Mungu Kila mtu yuko hapa kuna kusudi fulani ambalo Mungu amemuumbia. Yaani hauko hapa bure. Usije ukafikiri kwamba hapo umekuja huko duniani wewe unajaza tu kanisa tu, unajaza magari, daladala zinaenda mjini. No. Hakuna mtu yeyote anayetembea barabarani ambaye hana kusudi. Yaani niwaambieni hata mende ana kusudi kuja huko duniani. Mungu akumuumba mende kwa bahati mbaya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hivyo viumbe hivyo nao vizungumza vitapata thamani kama sisi ambao tumepewa kuitawala na kuimiliki na kuitiisha dunia tutafunuliwa, ambao somo letu la msingi linasema viumbe vyote vinasubiria kwa shauku kubwa kufunuliwa kwetu. Sawa? Maana utajua sasa kumbe mende inatengenezwa dawa. Utajua. Walijuaje wenzetu? Mtu alikaa na utulivu akaanza kuona. Bwana asifiwe. Hakuna creation, hamna uumbaji wote unaoona duniani unaendelea huko ambayo si zao la Mungu ameliweka ndani ya mtu. Sasa jiulize wewe, ukiondoka leo
Umeacha nini? Unaacha nini? Simu ulizozinunua, kabati lilojaa nguo, magari yalojaa nje hapo kwenye ua wako, majumba uliyoyajenga, ndio umeacha alama duniani. Hiyo sio alama. Ishi kusudi. Kusudi utaacha alama huko duniani. Ukiona hii maiki ina jina, ni alama ya mtu katwa chini. Anaweza asiwe, anaweza kasha kufa siku nyingi. Bwana asifiwe. Mimi nalipatia alama. Kuna mtu alidesign kitu kama hichi hapa, kaacha alama duniani. Sawa. Kwa tutazame material ni vitu ambavyo vinatufanya tusiweze kuliona kusudi. Unatoka kwenye utambulisho wako katika Kristo, unaondoka kabisa. Haya. Jambo jingine ambalo ni la mwisho. Tunasubiria watu watupigie muhuri kwenye kila jambo tunalotaka kufanya. Unataka muhuri. Kila kitu unachotaka kufanya, unataka utafute mtu. Utafute mtu bwana. Kuna jambo fulani nataka kulifanya. Unaonaje? Hivi kweli Mungu akasema na wewe ufanye jambo fulani. Alafu wewe unatoka unaenda kumtafuta mtu, unamwambia nimesikia Mungu ananiambia nifanye hivi. Sasa akikwambia, huyo ni Mungu kweli? Huyo ni Mungu kweli? Mimi sidhani kama huyo ni Mungu. Tayari Mungu hajasema na yule mtu. Mungu akasema na wewe. Amen, ndio wewe ndio kusudi lenyewe lile la Mungu. Ambao Mungu anataka anakuamsha nalo kila siku, kilala ukiamka unaona moto unawaka ndani. Unaona kuna moto fulani unaweka ndani yako kila siku ukiamka asubuhi.